Musa alikuwa na kusudi moja tu duniani, kukomboa Israeli kutoka toka utumwani na kuwapeleka nchi ya ahadi. Kama anavyozungumza from seasons to reason, kutoka misimu mpaka kusudi. Kusudi la Musa lilikuwa ni moja tu. Mungu alikuwa amemwandaa kumtumia kwa ajili ya kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri, katika utumwa mgumu wa mkono wa Farao, na kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Na ili kufikia kusudi hili alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason, kubadilika. Musa alihitaji kubadilika ili afikie hilo kusudi, pamoja na seasons mbalimbali ambazo amepitia, ili afikie kusudi hili la kuwaokoa wana wa Israeli. Basi alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason, to change for the reason. Na hii ndiyo maana Mungu alipokutana na Musa kwenye kijiti kinachowaka bila kuteketea, na Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na kwa nini kijiti hiki hakiteketei. Yeye binafsi alikuwa tayari kuchange, kubadilika na kugeuka. Na Biblia inasema Mungu alipomuona amegeuka, ndipo aliposema naye. Alipoona kwamba amegeuka, ndipo aliposema naye, na akamwambia, vua viatu vyako, maana mahali usimamapo ni nchi takatifu. Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa asubuhi ya leo. Musa alikuwa na kusudi moja tu duniani, kukomboa Israeli toka utumwani na kuwapeleka nchi ya ahadi. Na ili kufikia kusudi hili alihitaji kubadilika kwa ajili ya kusudi, to change for the reason. Kuna changes ambazo lazima abadilike. Kusudi la Mungu lipo, na Mungu ana kusudi na wewe katika kila kitu. Katika kusudi ambalo Mungu ameweka maisha yako, mahali ambako wakati mwingine tunaweza tukakwama au tukadelay, ni kuchange, kubadilika kwa ajili ya kusudi. Mabadiliko haya ni ya msingi sana kwa kila mtu, hasa wakati huu wa kuhitimisha mafungo haya ya Kwaresma. Mabadiliko haya ni ya muhimu sana katika maisha ya kila mtu, hasa wakati huu tunapoendelea na maadhimisho haya ya Kwaresma na katika juma hili takatifu la Pasaka. Na hapa ni wapi ambako umejipima na ukakuta unahitaji kubadilika? Ni wapi ambapo umejipima na ukakuta ya kwamba unahitaji kubadilika? Nimeongea sana, leo ni siku ya 35. Lakini katika mfululizo haya wa mafundisho haya ya muda mrefu, na sijafundisha hivi muda mrefu siku nyingi, nilifundisha nikiwa mchungaji wa Kariakoo siku 70. Nakumbuka nilikuwa na semina ya siku 70 asubuhi. Hii itakuwa ni ya pili ya siku 40. Lakini nachoweza kuzungumza, nasema kwa muda wote ambao nimefundisha na kwa muda wote ambao tumekuwa na mafungo haya ya Kwaresma, hivyo ukijipima ni wapi ambako kwa kweli unahitaji kubadilika, unaweza kuangalia reflection yetu hapa na ukapata kureflect na maisha ya kwako. Ni wapi? Mabadiliko haya ni ya msingi sana kwa kila mtu wakati huu wa kuhitimisha mafungo haya ya Kwaresma. Sasa ni wapi ambapo umejipima na ukakuta unahitaji kubadilika? Ni wapi? You must change, no way. Na tunazungumza juu ya change for the reason, to change for the reason, kubadilika kwa ajili ya kusudi. Na nataka nikuambie, lazima uweze kuangalia na uweze kuona ni wapi ambako unataka kubadilika. Tumezungumza mambo mengi. Ni wapi ambako unahitaji kubadilika? Ni bidii ipi unapaswa kuongeza katika maisha ya kwako, maisha ya kiroho, maisha ya katika huduma, katika karama, katika kipawa, katika neema, vitu ambavyo Mungu amefanya katika maisha ya kwako. Ni mambo gani ambayo unahitaji kuongeza bidii? Bila shaka unalalamika hasara, unalalamika ya kwamba hauzalishi vya kutosha, unalalamika ya kwamba haumuoni Mungu kwenye maisha yako. Lakini hata katika maombi, Biblia inasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi,
lakini alipoomba kwa bidii. Bidii ni zaidi ya kawaida. Pengine huwa unafanya biashara lakini si kwa bidii. Pengine unaomba lakini si kwa bidii. Pengine unahubiri lakini si kwa bidii. Pengine wewe ni injinia lakini huna bidii. Ni msomi lakini huna bidii. Na bidii ni zaidi ya kawaida. Huwezi kuwa mtu wa kawaida alafu ukasema una bidii. Never. Bidii ni zaidi ya kawaida. Na bidii ndio kitu cha kwanza katika uumbaji wa mwanadamu kwenye biology. Bidii, effort. Ili mtu azaliwe ni bidii. Na hakuna mtu ambaye hana bidii. Manake kama ungekuwa huna bidii, wewe usingezaliwa. Ninyi mnafahamu juu ya biology na juu ya sperm counts, namna ambavyo drop moja ya mbegu ya mwanaume imebeba zaidi ya watu milioni nyingi, maelfu ya mamilioni. Lakini mtu ili azaliwe ameshinda. Na ni bidii. Pengine nitapata nafasi ya kuzungumza juu ya bidii. Ukiona mtu aliyeko duniani aliwahi kushinda watu wengi kabla hajazaliwa. Kwa hiyo hakuna mtu duniani ambaye ni kiumbe mzito, isipokuwa akija kuishi sasa anaweza akajitia huo ukauzu. Yani ningetumia hiyo lugha ya hapa mtaani kwetu Kijitonyama. Yani unafika mahali unajiona simple, lakini kiukweli wewe ni mshindi kabla hujazaliwa. Washindi wachache wangempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Kwa hiyo bidii ndio kitu cha kwanza kabisa kabla mtu hajatungwa mimba. Na waliokuwa hawana bidii hawakuzaliwa, uliwashinda. Ni millions. Anasema zaidi ya milioni 39, milioni 40 mpaka kufikia milioni 95. Ni drop moja. Ni watu ambao umewadrop, umewaacha, hawakuzaliwa. Wewe ukashinda, ukazaliwa mtoto wa kiume, ukazaliwa mtoto wa kike. Ulishinda kabla hujazaliwa. Bidii. Kwa hiyo bidii ni zaidi ya kawaida. Na bidii huwa inakuwepo kabla madaktari wanafahamu juu ya vipimo na kuangalia juu ya sayansi na biolojia. Na mimi sitaki kuzungumza hapa bila data. Pengine nitatengeneza data nitakuletea uone bidii. Na usije ukajidharau, usije ukajionea shaka. Pengine umepunguza bidii katika maisha ya kwako. Kuna mahali umekuwa loser, umepumzika sana. Umeamua kupumzika, unaishi kawaida, hivyo maisha ya kawaida. Na hasa nachokiona mimi pia upungufu mkubwa wa bidii. Maana hata Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kama akiomba kwa bidii. Na Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini alipoomba kwa bidii. Problem ya waombaji wanaomba lakini wana bidii. Bidii ya Elia, aliomba miaka 3.5 akiwa porini peke yake. Sasa una bidii hata ya kujitenga mahali kuomba kwa wiki moja, kuomba kwa wiki 3, kuomba kwa mwezi mmoja? Waombaji mnaosema mnaomba, una bidii katika kuomba?